Naam, ni matumaini yangu haujambo kwa unaendelea kufuatilia matangazo haya mubashara kutoka hapa Azam TV. Tunakutana kwa takriban saa nzima kuweza kufahamishana masuala mbalimbali ya kimichezo, lakini kama ilivyo ada, kama unavyofahamu, kuelekea katika dabi ya Kariakoo itakayopigwa Jumapili pale New Amani Complex, timu yetu ya Azam TV tayari imeshakita kambi huko kwa ajili ya kuweza kutufahamisha kila ambacho kinachoendelea, lakini pia kutuletea habari mbalimbali kuelekea katika mtanange huo ambao ni moja kati ya mitanange mikubwa kwelikweli hapa barani Afrika. Na mwenzangu kule Zanzibar ni Alwatan Ramadhan Ngoda. Ngoda, habari ya muda huu? Habari ya muda huu nzuri kabisa Akida, na mimi ni miongoni mwa wenzako wengi tuliopo hapa Zanzibar, tuliopo hapa katika uwanja wa Amani kwa sasa na kwa wakati huu tukiwa tayari kabisa kuihudumia sehemu kubwa ya wateja wetu ambao wanataka kusikia nini kinaendelea hapa Zanzibar. Kitu gani kinaendelea kwa timu hizi mbili kuelekea katika dabi ya Kariakoo siku ya Jumapili. Bila shaka hadi kufika mida hii tayari mmeshapata iftar na kila kitu kipo sawa, basi si vibaya nikakupa kijiti hiki kwa ajili ya kuweza kutufahamisha masuala kadha wa kadha ambayo umetuandalia kutoka hapo Zanzibar. Bila shaka, na kilichotoka hapa ndio hicho, na tuende moja kwa moja kuziangazia taarifa ambazo tunazo kwa siku hii ya leo kutokea hapa Zanzibar. Mimi ni Alwatan Ramadhan Ngoda na huu ni mshike kutokea katika uwanja wa Aman hapa Zanzibar. Tukianza taarifa ya kwanza ambayo ni kuhusiana na kikosi cha Yanga Sports Club ambacho kimefanya mazoezi yake ya pili mjini Unguja baada ya kuwasili hapa Zanzibar kujiandaa na mtanange wa dabi ya Kariakoo dhidi ya watani wao wa jadi Simba utakaochezwa siku ya Jumapili katika uwanja wa Aman Zanzibar. Mazoezi hayo yamefanyika viwanja vya mazoezi katika dimba la Aman Zanzibar, ambapo wachezaji wote waliofika na timu katika ardhi hii ya Zanzibar wamefanya mazoezi, akiwemo kiungo mshambuliaji hatari wa timu hiyo Pacome Zouzoua. Rais wa klabu ya Yanga Mhandisi Hersi Said, makamu wa rais Arafat Haji na viongozi wengine wamehudhuria mazoezi hayo kuangalia maandalizi ya timu yao chini ya kocha mkuu Pedro Gonçalves. Katika hatua nyingine, ofisa mtendaji mkuu wa Yanga Andre Mtine amekiri ugumu wa mchezo huo na kuamini hautakuwa mchezo rahisi, isipokuwa wao wanajiandaa na mchezo huo kwa ajili ya alama tatu muhimu za ligi kuu ya NBC dhidi ya watani wao wa jadi. Tumewasili hapa jana. Tumefika mapema kidogo mara tu baada ya mechi yetu iliyopita, kwa sababu tulitaka kupata utulivu. Wachezaji watulie, wapumzike na kisha tuanze kujiandaa kwa ajili ya mechi. Hivyo ndio tunafanya maandalizi ya mechi tukijiandaa na dabi. Haijalishi unacheza dhidi ya nani. Hakuna mechi nyepesi, kwani huo ndio uhalisia wa soka. Mashabiki njooni kwa wingi kama ambavyo huwa mnafanya kuipa nguvu timu yenu. Ni ofisa mtendaji mkuu wa Yanga Andre Mtine akizungumza kuelekea mchezo huo wa dabi ya Kariakoo kwenye mazoezi ya Young Africans leo hii. Wakati huo meneja wa habari na mawasiliano wa klabu hiyo Ali Kamwe ametamba na kuwatoa hofu mashabiki wa klabu hiyo kwamba kikosi chao kipo tayari kwa ajili ya kumkabili mnyama na mtani wao wa jadi Simba katika mchezo wa siku ya Jumapili. Wanayanga duniani kote na wale ambao watapata bahati ya kusafiri kutoka bara kuja hapa Zanzibar, kwanza wajua wanakuja Guantanamo, wanakuja mahala ambako sisi ndiyo mabwana jela. Unajua kuna tofauti ya kuwa mfungwa nyapara alafu kuna bwana jela. Wenzetu wametangazia kwamba wao ni manyapara hapa Guantanamo, lakini sisi ndiyo mabwana jela. Nyapara wewe utawatawala wafungwa wenzio, ila ikifika saa 12 jua likizama wote mnaingia ndani kulala. Alafu bwana jela anakuwa anapita na kilungu chake kile kwenye milango. Mpo ndani humu, hamna anayejibu, kimya. Hao sasa ndio Young African Sports Club. Kwa hiyo tuje kwa wingi Guantanamo, sauti zako utakazokuja nazo ndio chachu ya sisi kupambana kupata matokeo mazuri. Wamesema dabi ndio mechi zao na sisi tunawajibu dabi ndio shughuli zetu. Kwa hiyo tukutane Jumapili inshallah saa 2:15 Guantanamo hapa. Huwa mara nyingi unapokuja na idea ya kusema kwamba siku hii ni ya mtu fulani, umefanya siku ya Pacome, umefanya siku ya Nzengeli watu wakachomekea na vitu kama hivyo. Kwenye hili hapa kitu gani hasa ambacho uliwaza? Yaani uliwaza nini kwenye hili? Kwa sababu unajua wewe ni bingwa wa kuwaza. Tunaelekea kwenye AFCON 2027. Yaani mwakani tu hapo. Tanzania inamhitaji Mohamed Damaro kiungo ya chini, shilingi 6 ya mpira. Kwa hiyo tunakuja
kwenye hii mechi ambayo nchi nzima itafuatilia, tumekuja kumtambulisha Mtanzania mwenzetu kutoka Mwanza, Ngosha Mohamed Damaro, Msukuma huyu kwa Watanzania wenzake. Ndio maana tumesema ni Damaro Day kizalendo zaidi. Kwa hiyo unakuja kizalendo kumpokea mzalendo mwenzio. Watake wasitake ndio ameshakuwa Ngosha. Yaani hakuna wanachoweza kubadilisha. Huyu ameshakuwa Ngosha, ameshakuwa mwenzetu na watampokea. Na sisi kama Young Africans na Watanzania wote tunakwenda sasa kumtambulisha kiungo wa mpira kwa ajili ya AFCON 2027. Tanzania inatakiwa ikacheze pale shilingi 6. Yaani Baka Jobu shilingi 6, Ngosha kutoka Mwanza, Mohamed Damaro. Kwa hiyo Jumapili sasa Ngosha ndo anakwenda kujitambulisha kwa Watanzania wenzake. Maana Bangosha nipo hapa. Huyo ni Ali Shaban Kamwe, meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga, ambaye alipata nafasi ya kuzungumza naye mapema leo hii kuhusiana na hilo. Katika hatua nyingine, klabu ya Simba kwa kushirikiana na taasisi ya Mo Dewji imetoa msaada katika kituo cha kulelea watoto yatima cha Mazizini kilichopo hapa Zanzibar. Zoezi hilo limeongozwa na meneja habari na mawasiliano wa klabu hiyo Ahmed Ali, akiambatana na mjumbe wa bodi ya wakurugenzi ya Simba Suleiman Harub. Leo tuko hapa kwenye nyumba ya watoto Mazizini kuja kutoa sadaka yetu kuelekea katika mchezo wetu wa Jumapili wa ligi kuu ya NBC. Kama kawaida tunapokuwa na tukio ama jambo kubwa, tunatoa sadaka kwa ajili ya kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu, kuomba msaada wake aweze kutufanyia wepesi katika jambo letu husika. Na ukizingatia tupo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao tumehimizwa zaidi kutoa sadaka na kuwapa wale wote wenye uhitaji. Kwa hiyo tumefuata maelekezo na mafundisho ya kutoa ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani kwa ajili ya kujikurubisha zaidi kwa Mwenyezi Mungu, lakini kuwasaidia wale ambao wanaohitaji kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo leo Simba Sports Club kwa kushirikiana na Mo Dewji Foundation tuko hapa kwa ajili ya kutekeleza hilo, na tayari tumeshakabidhi mzigo wetu ama sadaka yetu. Na sisi kikubwa tunachokihitaji ni dua zao, maombi yao, sala zao, waweze kutuombea ili Mwenyezi Mungu atujalie na atufanywe pesi na atujalie tuweze kupata ushindi siku ya Jumapili katika mchezo wetu wa ligi kuu ya NBC. Asante sana. Kwa niaba ya uongozi wa Simba, mwenyekiti wa klabu ya Simba, mkurugenzi, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi klabu ya Simba, tuko hapa kwa ajili ya kuona tukio hili linakamilishwa la kutoa sadaka yetu klabu ya Simba kama alivyosema msemaji. Ni jambo ambalo tumekuwa tukifanya tukishirikiana na ndugu zetu wa Mo Dewji Foundation. Simba imekuwa na utamaduni huo. Kwa hiyo sisi tumekuwa hapa kuona hilo jambo linafanyika kama ambavyo amesema msemaji, ili kuelekea katika mechi yetu ya dabi na kupata radhi za Mwenyezi Mungu kama ilivyoagizwa katika vitabu vya dini zetu. Kwa hiyo hatuna mengi, tunashukuru, na tungeomba jamii, tungeiasa jamii iunge mkono jitihada hizi za wenzetu ambao wanafanya shughuli hizi za malezi ya watoto. Kwa hiyo ni jambo ambalo jema na hususan katika mwezi huu. Kwa hiyo na sisi klabu ya Simba tutaendelea kufanya jambo hili kadri Mwenyezi Mungu atakapotujalia tunaweza kupata jambo la kufanya kwa wale wenye mahitaji maalum, basi tutakuwa tukishiriki pamoja na tukiungana na ndugu zetu wa Mo Dewji Foundation. Asante sana. Ni taarifa ya klabu ya Simba kutoa msaada ama kurejesha kwa jamii kuelekea katika mchezo wa dabi ya Kariakoo. Bado tunaendelea kuziangazia taarifa za kuelekea dabi ya Kariakoo siku ya Jumapili, ambapo bodi ya ligi kuu Tanzania imemtangaza mwamuzi Nasoro Mwinchui kuwa ndio atakayechezesha mchezo huo wa dabi ya Kariakoo siku ya Jumapili. Hii ni mara ya kwanza kwa Mwinchui kuchezesha mchezo huo mkubwa Afrika Mashariki na Kati. Ofisa habari wa bodi ya ligi kuu Tanzania Karim Boimanda ameeleza kwa kina sababu za kuteuliwa kwa mwamuzi huo katika mchezo huo. Nadhani msingi wake ni kwamba Nasoro Mwinchui ni miongoni mwa waamuzi ambao waliteuliwa mwanzoni mwa msimu na kupewa hadhi ya kucheza michezo ya ligi kuu ya NBC. Kwa
Kwa hiyo kwa kuwa miongoni mwa waamuzi walioteuliwa kucheza michezo ya ligi kuu ya NBC, tayari hiyo ni hadhi ya juu kabisa, na kwamba wakati wowote ambao kamati ya waamuzi ya TFF inapoona mwamuzi husika anahitajika kusimamia mchezo fulani, basi itafanya hivyo, itamteua na kumpa taarifa kwamba anawajibika kwenda kusimamia mchezo fulani. Kwa hiyo nadhani msingi wake uko hapo, lakini hakuna mtu afahamu ukubwa wa huu mchezo, hakuna mtu afahamu umuhimu wa huu mchezo, namna ambavyo huu mchezo umekuwa ukisimama kama taswira ya ligi yetu. Kwa hiyo kamati ambayo inaundwa na wataalamu, waamuzi wa zamani, wakufunzi, kufikia hatua ya kumteua Nasoro Mwinchui kuwa mwamuzi wa mchezo huu, mchezo kioo, manake tunambebesha kioo cha ligi. Akikidondosha tumeharibu kila kitu. Manake kuna namna walitathmini performance yake, walitathmini weledi wake na kila kitu chake kizuri, na kuona ana deserve kusimamia sheria 17 kwenye mchezo huo. Kwa hiyo mambo hayo mawili nadhani ndio msingi wa uteuzi, na kwamba tusalie hapo tukiamini kwamba kwenye dakika 90 za mchezo namba 54 wa ligi kuu ya NBC kati ya Young African Sports Club na Simba Sports Club tutashuhudia sheria 17 zikisimamiwa na kutafsiriwa kikamilifu. Kwa bado tunasalia na ofisa habari wa bodi ya ligi kuu Tanzania Karim Boimanda amesema na kusisitiza kwamba maandalizi ya dabi ya Kariakoo siku ya Jumapili yanakwenda vizuri mpaka sasa. Ni mchezo mkubwa, maandalizi yake yana maalum kwa kiasi fulani, kwa sababu tunakwenda kuhost watu wengi zaidi. Watu ambao wanatamani kushuhudia mchezo huu ni wengi, aidha kwa kufika kwenye uwanja wa Amani Complex ama kupitia runinga kwa maana ya Azam Media Limited, na jambo hilo peke yake linatengeneza umuhimu wa kuandaa mchezo kwa kiasi kikubwa ama kwa utofauti kwa kiasi fulani. Hata ukiwa nyumbani ukitaka kuandaa chakula cha watu wawili ni tofauti na ukiambiwa kuna wageni 10 wanakuja. Utaongeza nguvu kidogo kwenye maandalizi yake, na sisi tumeweka umaalumu kwenye maandalizi, tunakwenda vizuri kwenye maandalizi. Hatuwezi kusema tumefikia 100%, lakini yale ambayo hayahitaji sana siku, kwa maana ya siku moja kabla, siku mbili kabla na kadhalika, yenyewe yameshakamilika. Tuko hapa, tulitanguliza timu ya awali ya kufanya maandalizi. Kuna wengine tuliwasili hapa jana, kuna wengine wamewasili leo, kuna ambao watawasili kesho kutokana na majukumu ambayo tumegawana kuyatekeleza. Na tunawashukuru kipekee kabisa chama cha mpira wa miguu hapa Zanzibar kwa namna ambavyo wameshirikiana nasi kuanzia mwanzo tangu tulipotangaza mchezo kufanyika hapa mpaka leo. Shirikisho hilo limekuwa na mchango mkubwa kwetu, na tunawashukuru, waendelee kufanya hivyo ili tuweze kufanikisha mchezo wetu. Kila upande unaandaa kwa upande wake, na bila shaka hata sisi tunajiandaa vyema kuhakikisha kwamba tunakuwa matangazo haya na burudani hii kwa kiwango cha juu sana. Ndio maana tunakuambia ulipie kisimbuzi chako mapema. Huu ni Mshike Mshike. Mimi ni Alwatan Ramadhan Ngoda. Huu ni Mshike Mshike na hapa ni Zanzibar, tukiwa tunaendelea kuzigusia taarifa za kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo, na sasa tukaangazie kinachoendelea kwenye klabu ya Simba. Kikosi cha mnyama Simba kimeendelea na mazoezi usiku huu viwanja vya Maisara hapa Unguja kwa ajili ya kujiandaa na mchezo mkubwa wa dabi ya Kariakoo dhidi ya watani wao wa jadi Simba utakaochezwa siku ya Jumapili katika dimba hili la Aman hapa Zanzibar. Mwenzetu Ali Bakari ni shuhuda wa mazoezi hayo na hii ni taarifa yake. Ni siku ya pili Simba Sports inafanya mazoezi tangu kutua hapa katika visiwa vya Zanzibar. Jana walifanya mazoezi wakiwa na baadhi ya wachezaji ambao hawakupata nafasi ya kucheza katika mchezo ule dhidi ya Dodoma Jiji, lakini leo hii ni mazoezi ya tofauti kidogo. Wachezaji wote leo hii wamehusika katika haya mazoezi. Hapa tupo na meneja habari na mawasiliano wa Simba Sports Ahmed Ali, atuambie mazoezi haya yana tafsiri gani kuelekea katika dabi ya Kariakoo Machi mosi. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, ni siku ya pili ya mazoezi yetu. Kama ambavyo umeelezea ni kwamba jana ilikuwa ni wale wachezaji ambao hawakucheza mechi dhidi ya Dodoma ndio walifanya mazoezi jana, sanjari na wale ambao waliingia kwenye kufanyiwa mabadiliko, na
wale ambao walicheza mechi kwa dakika 90 wenyewe walikuwa na session ya gym. Leo hii ndio mazoezi full. Wachezaji wote ambao tumesafiri nao hapa visiwani Zanzibar kwa ajili ya mechi yetu ya dabi wote wapo hapa katika uwanja Kilimani kwa ajili ya kuendelea na program ya mazoezi, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu, wachezaji wetu wote wapo katika hali nzuri, hakuna yeyote mwenye changamoto ya kiafya na wote wako tayari kwa ajili ya kwenda kuipambania Simba yetu. Mimi niseme tu hali ya kwamba kikosi cha Simba kiko vizuri. Wachezaji wa Simba wako vizuri, na sio tu wako vizuri kimwili, wako vizuri kimwili na kiakili, na wanaisubiri kwa hamu siku ya Jumapili. Kila mchezaji, kwa maana ya wale wachezaji wapya, wanajua umuhimu wa mchezo huo, kwa sababu wengi hapa wana historia ya dabi katika ligi ambazo wamecheza. Kwa hiyo wanajua umuhimu wa mchezo huu, na wale wa zamani vile vile wanapambana kutaka kufuta aibu ambayo imetokabili kwa takriban mechi 6. Kwa hiyo wachezaji tu wenyewe wa Simba wanaotaka huu mchezo, lakini hata viongozi vile vile. Ukiangalia mpaka sasa jopo zima la viongozi wa Simba Sports Club wako hapa kwa ajili ya kuendesha na kusimamia mapambano ya ng'adu kwa ng'adu kuhakikisha kwamba mnyama anafanya vizuri siku ya Jumapili. Naam, ni maandalizi ya kuelekea dabi ya Kariakoo tarehe 1 mwezi wa 3. Hakuna la ziada, bali ni kwamba tayari shughuli ipo uwanjani. Ali Bakari, Azam Sports. Ni taarifa ya Ali Bakari ikiangazia maandalizi ya siku ya pili ya Simba, na kama wasemavyo Waswahili, kila arukaye huagana na nyonga. Timu zote mbili zinahakikisha kwamba zinaagana na nyonga kabla ya kuruka siku ya Jumapili. Na ukumbuke kwamba tuko Zanzibar, tupo sehemu ambayo tunaendelea kufurahia matunda ya Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, ambapo naibu waziri wa sanaa, utamaduni na michezo wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Ali Abdul Ghulam Hussein, amesema dabi ya Kariakoo kuchezwa katika ardhi ya Zanzibar kunafungua fursa za michezo na utalii visiwani hapa. Tume nafasi kuwakaribisha wadau wa soka kutoka Tanzania bara, kutoka nchi jirani kuja kushuhudia dabi ya Tanzania. Hii ni mechi kubwa. Baraka Mpenja ngwambia hii ni mechi kubwa, ni Simba na Yanga. Sasa itaitangaza ndani ya viwanja vya Amani. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kuwakaribisha. Zanzibar ni njema na atakayaje, na Zanzibar imetulia, amani imetawala, hata muda wote unaweza kutembea, hamna mtu ambaye atakuuliza. Kwa hiyo wageni tunawakaribisha, na mwezi huu mtukufu wa Ramadhani pia kuna sehemu nyingi za kufutari ambazo wale ambao wanakuwapo katika mfungo, tunafahamu sasa hivi kuna mfungo wa ndugu zetu wa Krisma na una mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo watu wote wanahitaji kufutari. Sehemu Zanzibar zipo za kufutari. Mechi hii itakuwa kubwa na itakuwa ya aina yake. Sisi kama serikali tutaendelea kutoa ushirikiano wa hali zote kuhusiana na masuala ya usalama, kutunza amani na hali zozote, ili mechi hii ije na washabiki waweze kuja. Na tutaendelea kuhamasisha hoteli, lodge hizi kuweza kupunguza bei ili waweze kupata wateja wengi. Tunaamini mechi hii ndio pengine itaenda kuamua nani ambaye atakwenda kuwa mshindi katika ligi yetu ya Tanzania bara. Kumbuka ni dabi ya Kariakoo itakayochezwa siku ya Jumapili, mchezo ambao haumwachi yoyote salama, na hushangazwi pia kuona mchezo huu unagusa mpaka waheshimiwa. Waziri wa ofisi ya Rais TAMISEMI Zanzibar, Idrisa Kitwana, ambaye pia ni mwanachama wa klabu ya Yanga, pamoja na waziri wa zamani wa biashara na maendeleo ya viwanda Zanzibar Omar Saidi Shaaban, wametambiana kuelekea katika dabi ya Kariakoo, na kila mmoja akivutia upande wake. Na wewe sasa hivi kama unavyojua, mtani tushampiga mara 6 mfululizo. Naamini na yeye sasa hatakubali tumpige mara 7. Jambo ambalo hakuna timu yeye hajawahi kufanya hicho kitu. Kama yeye anavyojivunia kwamba alitufunga sisi 6, sisi tushampiga mfululizo 6 mara 6. Na tunapokwenda, na kuna wakati hapa tulikuwa tunampiga 3 kama vidonge vya dawa. Tulikuwa tunafanya hivyo wakati ule kina Juma Mkambi, kina Makumbi Juma, kina Ahmed Yamasha au kina Usman Juma Chama. Wakati ule ilikuwa ukienda kina Salum Kabunda, wakaja generation ile na wao tukawa tena hapa katikati hapa
na wao wanapata pata. Sasa historia unavyoiona ndio hivyo hivyo kwamba Yanga sasa kumfunga Simba bado ina lead. Mimi naita hii ni dabi ya kufuta unyonge. Ni kweli watani wetu wa jadi kwa miaka hivi karibuni wamekuwa wakitusumbua sana, lakini kama kuna dabi tunaitaka, na mimi nasema kama kuna mtu askari jela amefia jela, huku si ndo anaita Guantanamo, ndo Guantanamo yao, basi askari jela atafia jela, ndo dabi hii, sababu tutawafunga kwenye uwanja wao ambao wa nyumbani au wanaoita wenyewe uwanja wa nyumbani. Kwa hiyo sisi tumejiandaa, mashabiki hasa mashabiki wa Zanzibar, kwenda kuisupport timu yetu, na naamini benchi la ufundi imejiandaa. Tuna timu nzuri sana, tuna usajili umefanywa bora sana, na mimi nawapongeze sana viongozi wetu wa Simba Sports Club kwa usajili waliofanya kwenye dirisha dogo, na niwaambie tu mtani hapa lazima afe, yani haondoki na pointi 3. Matokeo yetu na Dodoma Jiji hayatutii unyonge. Hao ni waheshimiwa ambao nao pia wameguswa na joto la mtanange wa dabi ya Kariakoo, kama ambavyo huwa kila ambapo timu hizi zinakutana. Huu ni mshike, na hapa ni Zanzibar, Akida Kilango. Kama ambapo unasikia na kuona, joto la dabi ya Kariakoo linazidi kupanda, na hakika kila siku zinavyozidi kwenda basi joto linapanda kweli kweli. Si Zanzibar tu ambao mchezo huu utachezwa, lakini popote pale ambapo dabi hii inaonekana. Na Ngoda, hata ukitazama pitch kwa namna inavyoonekana hapo nyuma, hakika utakuwa ni mchezo mzuri kweli kweli. Sasa wewe shikilia hapo ili tuweze kupata muktasari wa pili, na tutakaporejea basi nitarejesha kijiti hiki kwako ili uweze kutufahamisha mengine mengi tu ambayo umetuandalia kutoka hapo visiwa vya marashi ya karafuu. Naam, ni mwenzangu huyo Alwatan Ramadhani Ngoda akitufahamisha masuala mbalimbali ambayo yameendelea kupitia katika dabi ya Kariakoo. Lakini tutakaporejea, miongoni mwa mengine makubwa tutakayofahamu katika mshike ni pamoja na haya. Kesho ni The Classica hapa Toshi katika Bundesliga, mchezo kupigwa live hapa Azam TV. Na Singida Black Stars yawasimamisha kwa miezi mitatu wachezaji wake Khalid Aucho na Anas Obasogie. Huu ni mshike, usiondoke, tutarejea. Asante kwa kuendelea kufuatilia matangazo haya mubashara kutoka hapa Azam TV. Uko nami Akida Kilango wa Akidu Kaida, na muda huu naungana tena na Alwatan Ramadhani Ngoda kutoka pale New Amani Complex Zanzibar kwa ajili ya kuendelea kufahamu mengine ambayo yameendelea hapo. Ngoda, kwa kuwa uko huko na kila kitu unakishuhudia kwa macho ya nyama, basi si vibaya mkatujalia ili tuweze kukifahamu ni kipi kingine ambacho umetuandalia kutoka huko. Ni kweli kabisa Akida, na miongoni mwa yale ambayo wanatakiwa watazamaji wa Azam Sports na Watanzania wakifahamu ni kwamba mchezo huu wa dabi ya Kariakoo huenda ikawa ni mti uliopandwa na Yanga na Simba, lakini matunda yake yanawafikia na kuwanufaisha wengi. Wafanya biashara wanaopatikana karibu na uwanja wa Amani hapa Zanzibar wamesema kuchezwa kwa mchezo wa dabi ya Kariakoo katika uwanja wa Amani ni fursa kwao na itakuwa na matunda makubwa kwa upande wao kibiashara. Kuelekea mechi kubwa nchini Tanzania, dabi ya Kariakoo ambayo itapigwa hapo Amani Complex siku ya Jumapili majira saa 2:15, sisi kama wakala wa Azam Pesa na NBC tumepata fursa ya kukatisha tiketi kuelekea mchezo huo. Pia imekuwa ni fursa kubwa kwetu sana kwa sababu kunakuwa na flow kubwa sana ya wateja ambao inakuja hapa kukata tiketi, hivyo inatuingizia sisi kipato. Kwa hiyo mechi hii imekuwa kama fursa kwetu kutokana na wingi wa wateja kuongezeka kuelekea mechi hiyo. Itakuwa ni bonge la dabi, maana yake itakuwa ni mechi nzuri sana. Kwa hiyo washabiki na wapenzi wa mpira wanatakiwa waje kwa wingi pia kuangalia mechi zao kama Simba na Yanga. Kuna watu wanaamini kwamba eti kipindi cha mwezi Ramadhani Zanzibar inakuwa imepoa, labda pengine mashabiki hawatakutana na mazingira ambayo wamekutana nayo kila siku. Kiuzoefu wako unawaambia? Hali kama hiyo inatokea ni hali changamoto kidogo, lakini pia si sababu. Mshabiki anakuwa ni mshabiki tu, na timu yake inakuwa ni timu iliyokuwa anaipenda kimapenzi yake. Kwa hiyo pia anapaswa kuja kusherehekea timu yake kama anavyosherehekea siku zote za kawaida.
Kweli nimejiandaa vizuri kuwapokea wateja wangu na watu wote kwa ujumla, sina ubaguzi wa aina yoyote. Kwa sababu ukichukulia siwezi kusema mimi Yanga Simba, mimi niko kwa kuwahudumikia wageni wote ambao watakao kuja hapa petu. Na movement kubwa, tunafanya biashara kusema kweli, inaingia poti za Tanzania, tunapata bandarini, tunapata wageni wanakuja, tunauza vitu tofauti dukani hapa, tunauza mazawadi, wanapata watu madarajani wananunua maudi, maperfume. Mwisho jana nahisi wewe nilikuona kwenye interview unasema mnataka udi, mnamwambia Mwalimu Morocco. Tunapata vitu kama hivyo, movement zinakwenda, tunashukuru mashallah. Unawaambiaje sasa mashabiki ambao wako njiani kuja kuelekea katika mechi ya Jumapili? Waje tuwafunge Simba. Hao ni wafanyabiashara, sehemu ya wafanyabiashara ambao wanapatikana katika maeneo haya ya Amani, ambao walipata nafasi ya kuzungumza nao mapema leo hii. Huu ni Mshike, na moja kati ya sehemu za Mshike ni kupata maoni ambayo umetuandikia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Na moja kwa moja twende katika swali ambalo tuliuliza kwa siku hii ya leo. Swali lilikuwa kama ifuatavyo: nani ana kikosi kikali zaidi kuelekea dabi ya Kariakoo ukilinganisha na mechi zilizopita? Je, ni Yanga au Simba, na kwa nini? Hilo ndio lilikuwa swali ambalo tuliuliza, na tuanze na maoni ambayo umetuandikia hasa katika mtandao wetu wa Instagram. Tukianza na huyu anaitwa Manuel TZ, anasema kuna kikosi kikali halafu kuna kikosi hatari. Kikosi kikali anacho Simba, ila kikosi hatari anacho Yanga. Mohan yeye anasema kwa sasa kila timu inaimarika vyema. Tunachotarajia ni mchezo mzuri. Kikubwa kila timu itumie nafasi vyema na maamuzi yawe sahihi kwa waamuzi. Julie Mbisile anasema yeye anatoka Kigoma. Yeye anaona Yanga yupo vizuri, sema hii ni dabi, atakayejiandaa vizuri atashinda. Hiyo ni kwa upande wa ukurasa wetu wa Instagram. Lakini kwa upande wa Facebook, tukianza na huyu anaitwa Bashiri Kivindi wa Iringa, anasema kwake anaona timu zote zina wachezaji wazuri sana wanaoweza kuzisaidia timu zao kwenye mchezo huu, lakini itategemea game plan za walimu, wataingia vipi na wataanza na wachezaji gani. So far mechi itaanza kwa pressure, lakini baadaye mechi itatulia kuanzia dakika ya 30. Hayo ni maoni yake. Isaya Sambo Mpenda Amani TZ kutoka Dodoma mjini anasema inawezekana moja ya timu kati ya Simba Sports Club ama Yanga Sports Club ana kikosi kizuri, lakini akiingia na akili ya kikosi dhaifu cha mpinzani wake, matokeo yake huwa ni kuangukia pua, maana dabi huwa haitabiriki. Jackson Akim Sanga anasema Simba ana kikosi bora kuliko Yanga kwa kipindi hiki. Yanga dirisha dogo, wachezaji ile wasajili bado hawajaingia kwenye muunganiko, mfano Okelo, lakini Simba Oura, Loemba, Gay, Chama pamoja na Kasari wako vizuri. Hayo ni maoni ambayo umetuandikia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, Instagram pamoja na Facebook, ambayo tumekusomea hapo. Na kwa sasa nitumie fursa hii kumkaribisha mwenzangu, mchambuzi wangu Saidi Kofi, ambaye tutazungumza naye machache kuelekea katika dabi hii ya Kariakoo, lakini pia maandalizi ambayo timu hizi zimefanya mpaka hivi sasa. Saidi, salamu alaykum. Nashukuru Ramadhani Ngoda, lakini leo umependeza sana kuliko juzi, kuliko jana. Juzi na jana uliniona? Yes, of course. Bwana, siku zinazidi kwenda na muda unazidi kusogea. Kadri ambavyo muda unavyozidi kwenda, joto la mchezo huu linapanda kiasi gani kimaandalizi, lakini pia hata kwa upande wa mashabiki? Afrika Mashariki, Tanzania na sasa ni Zanzibar. Joto ni kubwa, na zile kanuni ama vipengele vitatu vya mchezo wa mpira kuonekana ni mchezo pendwa zaidi au maarufu zaidi. Kipengele kimoja ni hicho ambacho umetoka kugusia, aina ya matokeo ambayo huwa yanapatikana, lakini pia kuacha washabiki wake wakiwa na simanzi ama furaha kwa wale ambao wanashinda na kushindwa. Kwa hiyo joto linaendelea kupanda kwa sababu ya ubora wa vikosi vyote vya Young Africans pamoja na Simba, lakini pia ukitazama matokeo ya hivi karibuni ya timu zote, nayo ni kitu kingine. Lakini pia kwenye historically unaanza kuona kwamba michezo 6 iliyopita Simba amepoteza. Sasa je, mchezo huu ambao unachezwa hapa Amani Stadium utakuwa una kitu gani? Kwa hiyo matayarisho ya kikosi cha Simba especially kwenye small transfer window yamekuja kuleta matumaini mengine, wakiamini kwamba inawezekana wakapata matokeo kwa mchezo ambao
unafuata. Kitaalamu, matokeo yaliyopita yanaweza kuwa na athari gani kwa mechi kubwa kama hii? Tunajua wote matokeo yaliyopita kwa Young Africans, ushindi wa magoli 5, suluhu ambao wameipata Simba dhidi ya Dodoma, mentality ambayo wataingia nayo wachezaji kwa upande wa timu zote mbili inaweza kuathiri mchezo kiasi gani? Kikubwa ni kwamba unaangalia wakati unatoka draw ama unashinda, performance yako ilikuwa ikoje, madhaifu yako yako wapi. Michezo yote yanakwenda kuakisi madhaifu ambayo mwenzako anaonekana kama ni eneo la kwenda kutumia na kwenda kuhakikisha kwamba anajijenga kwa kuona kwamba kile ambacho strength yako unayo anakwenda kutumia weakness yako. Kwa mfano ukichukua Young Africa imeshinda kwenye michezo ambayo ya hivi karibuni, lakini ukitizama kuna kitu kwenye 3 strategic wanatumia ile medium strategic. Ukitumia medium manake ukiwa na wachezaji wazuri wenye combination technique kama wa Simba, manake unamwambia kwamba tayari wako karibu na eneo tunasema danger zone na wanaweza kukuhukumu. Lakini michezo ambayo wamekwenda ni kwamba waliwaruhusu, especially tunasema ile anti football, unawaacha Namungo acheze mpaka katika eneo lako la mwisho, ndio unakuja kufanya ile transition. So hapo unaweza kuona kwamba kwa Simba inaweza kuwa ni kitu kingine ambacho Yanga wanaweza wakadhurika. Lakini kwa Simba kwenye zile line zote wamekuwa very compact, very solid. Lakini kikubwa ni kwamba nafasi ambazo Simba wamezitengeneza hazikuwa zinatumika pasavyo. Lakini mchezo mwingine ukitizama tabia, mentality ya wachezaji, especially washabiki, ni kitu kingine tofauti. Ngoda, tuna muda mrefu sana kutoka leo mpaka Jumapili. Saidi, bila shaka utapata nafasi nzuri mno ya kuendelea kuwachambulia watazamaji wetu kile ambacho kinakwenda kutokea siku ya Jumapili hapa, lakini hata siku ya mchezo wenyewe pia tuna kazi kubwa sana hapa. Kwa hiyo bila shaka tusimalize, tusichoshe sahani, bado tuna chakula kingi cha kuweza kuitumia sahani hiyo. Mimi ni Alwatan Ramadhan Ngoda na hapa ni Aman Stadium Zanzibar, tukiwa tumekuletea sehemu hii ya mshike mshike. Akida Kilango, nikukumbushe tu kwamba Waarabu huwa wana maneno yao mazuri sana. Wanasema al-lailu mahma tala fala budda an tulu'il fajr, yani usiku uwe mrefu utakavyokuwa, lakini hakuna budi alfajiri itachomoza tu. Kwa hivyo siku zinahesabika, saa zinahesabika, tusubiri tutakavyosubiri, lakini Jumapili itafika na hapa ndipo ambapo tutakapokwenda kujua ni nani anaondoka na nini katika dakika 90 za dabi ya Kariakoo. Na bila shaka muda huu kuna ambaye atakuwa anasema shangilia lakini usiniguse. Tulitegemea hilo halipingiki. Naam, nikushukuru sana Alwatan Ramadhan Ngoda kutoka hapo Zanzibar kwa yale yote ambayo umeweza kutufahamisha. Bila shaka katika vipindi vingine pia tutakutana. Mwambie Mufti asubuhi asisahau. Tunajuana. Naam, huyo ni Alwatan Ramadhan Ngoda kutoka pale Zanzibar ambapo ameweza kutuandalia taarifa mbalimbali. Lakini tukirejea hapa TOT Tabata Dar es Salaam, tukiendelea kutazama taarifa zenye mlengo huu wa mchezo wa dabi ya Kariakoo, Yanga pamoja na Simba. Mashabiki wa Simba pamoja na Young Africans kutoka tawi la Luhanga Kigogo nao pia wametoa maoni yao kuelekea katika dabi hiyo ya Kariakoo. Mpira wa Simba na Yanga ni kusubiri filimbi ya mwisho, muamuzi atakuwa nani. Yanga walikuwa wanacheza na Simba miaka kadhaa ya nyuma iliyopita. Yanga ilikuwa mbovu, lakini ilikuwa kufungwa na Simba ilikuwa mtihani. Wanaweza wakatoa draw, Simba wakachukua ubingwa kupitia vilabu vingine. Huo ndio uhalisia. Wale sisi hatuna shida nao, kama mwembe wa uwani tu, tunachoma tunakula, hakuna shida. Kwa hiyo Simba ni timu moja ambaye inatisha kwa wengine, sio kwa Young African. Young African Simba ni mtoto mdogo tu. Maeneo yote wapi na wapi yanaongelewa tu, lakini naamini kwa usajili wa mwaka huu wa kipindi hiki mambo yatakaa sawa. Kila mwana Yanga tuhamasishane, shabiki nani, sote tukawaunge mkono wachezaji wetu pale uwanja wetu wa Zanzibar. Mimi sina hofu kabisa na Yanga tena, kwa kuwa na wachezaji wazuri mbele, kila kitu niko sawa. Akagoli ketu kanajulikana, achana na zile zilizotufunga zile zilikuwa za bahati. Hilo tutakaloenda kucheza naye sisi atakijua hicho kitakachomuuma yeye. Hii mechi ya dabi, Simba tunawaheshimu, Simba ni wazuri. Tunawaheshimu na tutazidi kuwaheshimu sababu ni watani zetu na sasa hivi wako vizuri. Wakija kwa heshima, tutaheshimiana. Wasipotuheshimu, kilichowakuta JKT basi kitawakuta. Yanga watapigwa. Hata kama wamesema bwana twende tukacheze Zanzibar, wanajua labda sisi tutahofia kwa sababu ya mechi yao ya kimataifa waliocheza wakashinda zile goli 3. Wakajua labda sisi tutawaogopa. Sisi tunafuata huko na tutawapiga huko. Kwa upande wetu wa Yanga
mechi lazima tushinde. Kutokana na wachezaji kwa nao na Simba ni tofauti kabisa. Kwanza quality ya viungo hamna kama Duke Abuya. Beki zetu tofauti kabisa na za Simba, hazina uwezo. Natakia mchezo mwema Simba Sport Club kwenye uwanja wa New Amani Complex. Na naamini kuwa tutashinda mechi hiyo, sio zaidi ya goli 1 au goli 2. Tunataka tulipize kisasi cha goli 5. Mimi hapa kama shabiki wa Simba nazungumza hivi nikiwa na uhakika wote kamilifu kabisa nilokuwa nao. Ila nawaomba washabiki wa Yanga matai mbalimbali, tusije kusema Zanzibar ni mbali, hakuna. Tunaenda Morogoro sehemu mbalimbali. Wanachama wote tuomba tujumuike wote, twende tukaiunge Yanga, tukaipe nguvu, twende Zanzibar tukaishangilia Yanga yetu. Naam, ni mashabiki wa Simba lakini pia Young Africans wakizungumza kuelekea katika mchezo huu ambao utapigwa Jumapili. Lakini kwa sasa kwa umuhimu kabisa anaungana hapa na Regan Tairo, yeye ni mkufunzi na mtoaji wa mafunzo kutoka kituo chetu cha huduma kwa wateja, ili basi aweze kutufahamisha masuala mbalimbali kuelekea katika mchezo huu. Karibu sana hapa Azam TV. Asante sana. Najua majengo ni tofauti lakini leo tumekutana tena hapa. Ya, kabisa. Naam, Regan, tufahamishe kuelekea katika mtanange huu wa watani wa jadi, dabi ya Kariakoo, Young Africans lakini Simba. Simu huwa tunakutana nazo nyingi za ndugu jamaa na marafiki, nimelipia lakini sioni. Tufahamishe ya muhimu ambayo mtazamaji wetu anatakiwa kuyazingatia kuelekea katika mchezo huu ambaye hadi hivi sasa bado hajalipia kisimbuzi chake. Sawa. Kwanza nashukuru kuwepo hapa Akida, lakini pia niwepende kuwafahamisha wateja wa Azam TV ambao mpaka sasa yamkini kwa namna moja ama nyingine hawajafanya malipo. Cha kwanza ni vyema kufanya malipo mapema ili sasa uwe na uhakika wa kile ambacho unataka kwenda kukitazama. Jumapili si mbali, tuna almost kama siku moja hivi, masaa kadhaa tu kufikia Jumapili kwenye mtanange mkubwa kabisa ambao watu wengi wanaosubiria. Kwa nachoweza kusema kwa mashabiki wa soka Tanzania kwenye mchezo huu mkubwa na watazamaji au watumiaji wa kisimbuzi cha Azam TV wanaweza kufanya malipo mapema sana. Na sasa hivi ziko ofa pia ambazo mteja anaweza kufanya. Kwa kama sasa hivi tuna ofa inaitwa Soko ni Moko. Hiyo ofa ambayo mteja wa Azam Pesa kwa kutumia Azam Pesa anaweza akalipia kifurushi cha shilingi 28,000 na akapandishwa kwenda kifurushi cha shilingi 35,000. Kwa hiyo tuwaambie tu wateja kwamba wanaweza kufanya malipo mapema. Ukifanya malipo mapema unakuwa kidogo na ule unaita ustaarabu, au unakuwa kidogo na uhakika wa kile ambacho unakiangalia. Lakini pili, wateja ambao wanafanya malipo sasa afu wanapata changamoto. Sasa hivi kupitia kitengo cha huduma kwa wateja, kwanza tuko tayari kuwahudumia wakati wote. Kwa kuanzia leo, kesho, wanaweza fanya malipo wakapiga simu kitengo cha huduma kwa wateja na wakaunganishwa na kwenye visimbuzi vyao na wakapata huduma. Lakini kwa wateja ambao wanapata sasa huduma wamelipia na wanatamani kufanya kwa haraka wanaweza kuwa kujihudumia pia. Sasa hivi kuna utaratibu ambao upo, na kwa kifupi ni kwamba tunao USSD code ambao mteja anaweza kupiga. Ukatukumbusha USSD code hiyo? Yes, USSD code ambao mteja anaweza kupiga ni *148*10 akipiga kwenye hiyo USSD code kwa wateja wa Vodacom na Airtel kwa sasa, anaweza kubadilisha kifurushi, anaweza kuangalia salio na anaweza kujitumia ujumbe wa kufungua kisimbuzi chake kama anapata ule ujumbe wa access denied. Hii namba ni namba muhimu sana kuelekea weekend hii. Ni vyema ukairudia kwa taratibu ili yule ambaye anatazama muda huu basi hata kama ni kuinakili pembeni aweze kufanya hivyo. Sawa, mteja baada ya kufanya malipo sasa kwenye kisimbuzi chake anaweza kutumia hiyo menu sasa ya *148*10 *148*10 alama ya reli, akapiga na akaweza kujihudumia. Yes, anaweza kujihudumia. Na kwa mteja ambaye paka sasa bado hajamiliki kisimbuzi cha Azam TV, ni wapi ambavyo vinaweza kupatikana na bei pia si vibaya ukatukumbusha? Visimbuzi vya Azam TV vinapatikana Tanzania nzima na vinapatikana kwa mawakala. Kwa kisimbuzi cha antena ni shilingi 39,000, lakini kwa kisimbuzi cha dishi ni shilingi 99,000 ambapo mteja anapata full kit ya dishi. Lakini baada ya hapo mteja anaweza kufanya malipo saa kifurushi ambacho anakihitaji. Kwa haraka tu, kama sasa mteja anaenda kununua kisimbuzi cha antena kwa 39,000 alafu akajiunga na Azam Pesa akalipa kifurushi cha shilingi 28,000 anapandishwa kwenda kifurushi cha shilingi 35,000. Na ikitokea nimelipa cha 35 narudishiwa change shilingi 7,000 kwenye Azam Pesa yako. Kwa hiyo mambo ni mengi, lakini pia wateja hawa ambao wanafanya malipo na wanataka kujihudumia wanaweza pia kujihudumia kupitia IVR. IVR ni mfumo ule wa sauti ambao mteja anapopiga simu kitengo cha huduma kwa wateja anaweza kujihudumia. Kwa hiyo mteja anatakiwa kufanya ni kupiga simu kitengo cha huduma kwa wateja. Baada ya hapo atasikia yale maneno bonyeza 1
kubadilisha kifurushi, bonyeza 2 ama kuangalia salio, lakini pia anaweza kutumia namba yote kuweza kujihudumia. Kwa hiyo Regan, unachokimaanisha hapa ni kwamba ninapopiga simu huduma kwa wateja, basi nisiweke simu pembeni na nikasikia mhudumu anaita hello ili na mimi ndo nianze kumsikiliza, bali yale anayokuwa anayazungumza inabidi niweze kuyasikiliza, niweze kujihudumia. Kwa kifupi sana, muda sio rafiki. Ndio. Kwa hiyo kwa yale maneno tu ambayo unasikia mara ya kwanza, kujibadilishia kifurushi, kuangalia kifurushi, kuangalia salio na vitu vingine, mteja anaweza kujihudumia na akapata huduma. Nikushukuru sana. Asante sana. Naam, huyo ni mwenzangu kutoka kule kitengo cha huduma kwa wateja, Regan Tairo. Unaweza kwenda, tumeweza kumsikia hapo akitufahamisha kuhusiana na yale muhimu kuelekea katika dabi ya Kariakoo. Amekufahamisha hapo, unaweza kupiga +148 *100 alama ya reli, basi ukaweza kujihudumia. Lakini tukiendelea kutazama mengine katika mshike, matajiri wa jiji Azam FC kupitia idara ya mauzo na masoko ya klabu hiyo wameendelea na ziara ya kufungua matawi, kusajili kadi za wanachama pamoja na mauzo ya jezi kwa bei punguzo katika mikoa iliyopo pembezoni mwa barabara kuu kutoka Dar es Salaam kuelekea Mwanza. Zoezi hilo la matajiri wa jiji linafanyika wakati wanaelekea katika mchezo wa ligi kuu ya NBC watakapokipiga dhidi ya Pamba Jiji, mchezo ambao utapigwa Machi 2. Hili ni moja ya maduka ambayo yamerasimishwa kusajili kadi za wanachama wa Azam FC na mauzo ya bidhaa katika eneo la Nzuguni, Dodoma. Huduma hizi kusogezwa kwa wananchi kunapokelewa kwa furaha na wapenzi wa Azam FC, hasa vijana. Tunashukuru sana klabu ya Azam FC. Pia ukiangalia hapa, mimi nina jezi tayari nimejipatia na kadi hii kama mwanachama mpya wa Azam FC. Tunashukuru sana uongozi wa Azam kwa huduma hii na kutusogeza karibu na timu, tuko pamoja. Shukuru sana kwa kusogezea duka la Azam FC mtaa wetu wa Nzuguni, na mashabiki wa Azam nawashauri sana mje mnunue jezi hapa katika duka letu. Wakala mkuu hapa ni Chief Mdose, anaeleza huduma zinazopatikana hapa. Napenda kuwatangazia mashabiki wa Azam FC na wapenzi wa mpira kiujumla katika jiji la Dodoma kama wakala wa Azam FC anapatikana hapa Nzuguni karibu na kwa Masista, ambapo utapata kadi bora kabisa za mashabiki wa Azam FC zinapatikana hapa. Vile jezi bora kabisa za mashabiki zinapatikana hapa. Na hakika jezi bora pia zinapatikana hapo. Tukitazama habari nyingine, ofisa habari wa Singida Black Stars Hussein Masanza amethibitisha juu ya taarifa ya kusimamishwa kwa miezi 3 kwa wachezaji wake wawili ambao ni Khalid Aucho pamoja na goalkeeper Anas Obasojie ambaye amehusishwa kupisha uchunguzi wa tuhuma za upangaji wa matokeo. Ni kweli Singida Black Stars tumetoa taarifa kuhusiana na maamuzi ambayo yamefikiwa na kamati yetu ya nidhamu kwa wachezaji wetu wawili, na muongelea Khalid Aucho pamoja na Amas Obasoji, ambao wachezaji hawa wamepumzishwa ama wamesimamishwa kazi kwa muda wa miezi 3 kila mmoja kutokana na makosa tofauti. Kwa upande wa Khalid Aucho, yeye amesimamishwa kwa makosa ya utovu wa nidhamu pamoja na utoro kazini, lakini kwa Amas Obasoji zipo tuhuma zinazomkabili, zipo viashiria ambavyo vimefika kwenye kamati yetu ya nidhamu, vinaendelea kufuatiliwa kwa karibu kuhusiana na upangaji wa matokeo. Ni tuhuma nzito kidogo, kwa hiyo tuliona kama uongozi wa klabu uliona kwanza asimame ili kupisha uchunguzi dhidi yake, na pale itakapobainika ni kweli, basi uongozi wa klabu utachukua hatua zaidi, na kama itakuwa si kweli pia tutakuja kueleza zaidi, lakini kwa sasa taarifa iko hivyo. Hussein Masanza huyu akizungumzia taarifa hiyo kutoka Singida Black Stars. Lakini sasa tukitazama yaliyojiri kimataifa, dabi ya Der Klassiker itapigwa kesho Signal Iduna Park ya Borussia Dortmund wakiwaalika Bayern Munich the Bavarians, mchezo utakaopigwa saa 2:30 usiku, na mchezo huo kurushwa mubashara kupitia chaneli ya Azam Sports 2 HD. Kuelekea katika mtanenge huo, muda huu naungana na mchambuzi wetu Philip Nkini kwa ajili ya kuweza kuzungumza naye kuelekea katika mchezo huu. Nkini, karibu sana. Asante kaka. Vipi? Kuelekea katika mchezo huu mkubwa kweli ambao tutauonyesha mubashara kupitia hapa Azam TV, tukianza na tofauti ya alama, kwanza ni 8 kati yao. Bayern akiwa wana alama zaidi ya Borussia Dortmund ambao atakuwa nyumbani. Hii kwanza inaleta picha gani kuelekea katika mchezo huo? Kwanza inaonyesha kwamba ni mechi ngumu, kwa sababu kwenye kipindi cha hivi karibuni wakati huu Bayern alikuwa anaweza akawa anaongoza kwa pointi nyingi zaidi ya hizo. Kwa hiyo inaonyesha kwamba Dortmund kidogo sasa hivi wamewapa upinzani
tofauti na misimu miwili mitatu ya hapo nyuma. Kwa hiyo inaonyesha ule ukubwa wa mechi, lakini ukiachana na kuongoza kwa pointi, Bayern wanaongoza kwa kufunga idadi kubwa zaidi ya mabao. Nafikiri wamewazidi karibia nusu ya mabao, wamefunga nafikiri magoli 80 na wengine wamefunga 40, na kwa hiyo unaona kuna tofauti kubwa hapo. Dortmund hawafungi sana, lakini pia hawaruhusu sana, kwa sababu ukiwaangalia tofauti yao ya mabao ambao wameruhusu ni moja kati yake na Bayern. Kwa hiyo unaiona kwamba ni mechi ambayo iko kwenye mzani sawa. Ukiachana na idadi hii ya mabao, huyu ana 80, huyu ana 40, lakini The Clasica haijai kuwa nyepesi kutokana na nature yenyewe ya mchezo jinsi ulivyo. Haijawahi kuwa nyepesi, na ndio mara nyingi imekuwa ikileta upinzani mkubwa zaidi. Inatajwa ndio mechi ambao kwenye ligi kuu ya Ujerumani ni mechi kubwa zaidi kuliko mechi zote, na ni mechi ambayo inafuatiliwa zaidi. Kwenye zile ligi 5 za Ulaya inatajwa inaanza mechi ya El Clasico ya Real Madrid na Barcelona, inafuata hii hapa, alafu ndio zinakuja hizi dabi zingine za timu zingine. Kwa hiyo ukitazama na matokeo ya sasa, Dortmund hapotezi nyumbani, Bayern anashinda nyumbani, anashinda ugenini. Ni mechi ambayo kwa shabiki ambao anataka kutazama football, hii ni mechi nzuri zaidi ya kuiangalia. Kwa kulipia 28,000 faida ni ipi ya kutazama mchezo huu kwa sekunde chache? Kwanza ni kitu kikubwa sana, kwa sababu unaangalia moja ya mechi kubwa zaidi. Ni mara chache sana utapata kulipia 28,000 alafu ukaweza kuangalia mechi kubwa ya kiwango hicho. Hii ni mechi kubwa ambayo shabiki yote ambao anapenda football anatakiwa kuiangalia, ukiachana na ule ushabiki wa kawaida. Inatosha. Na tukielekea mwishoni kabisa katika mshike Mkini, ni kushukuru kwa sasa. Tukielekea ukingoni kabisa katika mshike vibani kakufahamisha tulikuwa na usiku huu ni pamoja na haya. Yanga Sports Club, Simba Sports Club zinaendelea kujinoa visiwani Zanzibar kuelekea mchezo wa dabi ya Kariakoo Jumapili. Bodi ya Ligi Kuu Tanzania imemtangaza mwamuzi Nasoro Mwinchui kuchezesha mechi ya dabi ya Kariakoo. Na kesho The Clasica hapatoshi katika Bundesliga. Kufika hapo hakuna la ziada katika mshike. Kwa niaba ya timu nzima iliyoshiriki kukuandalia, mimi ni Akida Kilango wa Akidu Kaida, nikutakie uwe na usiku mwema.